mikusanyiko inayofanyika kinyume na matakwa ya kifungu cha 43 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi sura namba 322. Hivyo ni muhimu umma ukatambua kuwa mkutano wa hadhara unaweza kuzuiwa au kuvunjwa kisheria endapo: moja, taratibu za kutoa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 43 hazikufuatwa. Mbili, upo ushahidi na taarifa na ushahidi huu wa msingi kwamba mkutano husika unaweza kusababisha uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama wa umma. Mkutano unafanyika kwa namna inayokiuka sheria nyingine za nchi au maagizo halali yaliyotolewa na Jeshi la Polisi kwa mujibu wa sheria. Hayo ndivyo vigezo, na ninaweza kurudia tena. Ni muhimu umma ukatambua kuwa mkutano wa hadhara unaweza kuzuiwa au kuvunjwa kisheria endapo: moja, taratibu za kutoa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 43 hazikufuatwa. Mbili, ipo taarifa na ushahidi wa msingi kwamba mkutano husika unaweza kusababisha uvunjifu wa amani na kuhatarisha usalama wa umma. Umma manake ni umma wa Watanzania, raia wa Tanzania. Kwa hiyo kunapokuwa na vihatarishi vyovyote vya usalama, ni jambo ambalo linaruhusiwa na sheria kuweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba usalama wa umma, raia na mali zao au mali za nchi zinaweza kusimamiwa. Na tatu, mkutano utafanyika kwa namna ikiwa mkutano utafanyika kwa namna inayokiuka sheria nyingine za nchi. Katika kufanya mkutano unapokiuka sheria nyingine za nchi, aidha kwa matendo, kwa maneno au kwa utaratibu mwingine wowote, na ukajikuta umevunja sheria nyingine za nchi, ikiwemo kwa mfano sheria kanuni za adhabu Penal Code Cap 16 au sheria ya vyama vya siasa au maadili ya vyama vya siasa na kadhalika, au maagizo halali yaliyotolewa na Jeshi la Polisi, mamlaka mbalimbali zinaweza zikafanya hivyo. Lakini kwa msingi wa kwetu sisi ni kuhusiana na ulinzi na usalama wa umma. Kwa kuzingatia maelezo ambayo ni msingi wa kikatiba na sheria, msimamo wa kisheria nchini ni kwamba haki ya kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba, lakini utekelezaji wake unaweza kuwekwa chini ya masharti ya sheria yanayolenga kulinda usalama, utulivu wa umma na haki za wengine. Masharti haya yanapaswa kutumika kwa mujibu wa katiba na sheria zilizotungwa na Bunge. Sasa nitoe utaratibu kwa mujibu wa sheria. Utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara kikatiba na kisheria. Usimamizi na utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara hapa nchini unasimamiwa na sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi sura namba 322 kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44, 45 na kifungu cha 46 cha sheria husika niliyoitaja. Kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44 na 45 na 46, utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara ni sharti izingatie masharti yaliyomo katika kifungu cha 42 yanayotoa mamlaka kwa Jeshi la Polisi kusimamia na kuratibu mikusanyiko ya aina yoyote hapa nchini. Sambamba na kifungu tajwa awali, kifungu cha 43 kimetoa masharti kwamba mtu au waandaaji wanaotaka kufanya mikusanyiko au maandamano katika eneo la umma wanapaswa kuwasilisha taarifa ya maandishi, written notification, kwa mkuu wa polisi wa eneo husika na kamanda wa polisi wa wilaya angalau saa 48 kabla ya tukio, na taarifa husika inatakiwa kutolewa ikiainisha: moja, mahali na muda wa mkusanyiko; mbili, madhumuni ya mkusanyiko au maandamano; tatu, taarifa nyingine zinazoweza kuhitajika kwa mujibu wa sheria. Hivyo baada ya taarifa husika kuwasilishwa,
waandaaji wa mkutano au maandamano wanaweza kuendelea na maandalizi isipokuwa tu pale mkuu wa polisi, kamanda wa polisi wa wilaya au mkoa, inategemeana na eneo, atapotoa amri ya kusimamisha, yani stop order, ikiwa atabaini kuwa mkutano au maandamano tajwa yanaweza: 1, kuvunja amani; 2, kuhatarisha usalama wa umma; 3, kuathiri amani na utulivu wa umma; na 4, kutumika kwa madhumuni yasiyo halali. Pia kifungu cha 44 kimeainisha mamlaka ya jeshi la polisi ya kusimamisha au kuvunja mikusanyiko au maandamano ikiwa kuna sababu za msingi kuwa ikiwa mkutano au maandamano yataendelea yanaweza kusababisha au kuvunja amani au kuhatarisha usalama, amani na uharibifu wa rasilimali za umma. Vile vile kifungu cha 45 kimeweka utaratibu kwamba ikiwa watu watatu au zaidi waliokusanyika watakataa kutii amri halali iliyotolewa kutawanyika chini ya kifungu cha 43 na 44 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi, mkusanyiko huo unaweza kutambuliwa kuwa ni mkusanyiko usio halali, unlawful assembly, kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi. Aidha, kifungu cha 46 kimeweka adhabu kwa yeyote atakayekiuka na anayekiuka masharti yaliyowekwa kuhusu mkusanyiko, maandamano, ikiwemo hali ya kutotii amri halali ya Jeshi la Polisi au kuandaa mikusanyiko bila kufuata utaratibu wa kisheria uliowekwa, kama jinsi amri moja ya amri iliyotolewa au maelekezo yaliyotolewa ni pamoja na tamko la Jeshi la Polisi la hivi karibuni. Ni vema umma ukafahamu kuwa upo umuhimu wa kutofautisha taarifa, yani notification, na kibali, yani permit. Wakati wa maandalizi ya kufanyika maandamano au mkusanyiko, maneno ya kifungu cha 43 yanatumia mfumo wa kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi kuhusu sheria hiyo ikiwapa Jeshi la Polisi mamlaka ya kutoa amri ya kuzuia mkusanyiko kwa kuzingatia usalama na maslahi ya umma. Tafsiri ya utekelezaji wa utaratibu huu umekuwa ukijadiliwa katika maamuzi ya mahakama na mijadala ya kisheria kuhusu haki ya kukusanyika kwa amani chini ya katiba, na mara zote imebainika kuwa haki hii imeambatana na wajibu na masharti ya kikatiba na kisheria ili kutoathiri na kutokuingilia haki za wengine, kama inavyoelezwa katika ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayoainisha kwamba ili watu wote waweze kufaidi, na sisitiza kurudia hapa, ibara 29 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Kwa hiyo kundi fulani lilikuwa linatekeleza wajibu wake na kutenda hiyo au kutekeleza haki ambayo ipo kikatiba, ni marufuku na hairuhusu katiba yenyewe na sheria nyingine zilizotungwa kuingilia haki za watu wengine ambao hawahusiki na swala la maandamano, hawahusiki na swala la mikutano, hawahusiki na chochote. Kwa hiyo kuingilia haki za watu wengine au maslahi ya umma, hilo ni kosa, linakataza au ni katazo la kikatiba na kisheria. Pia uhuru, haki, wajibu na mipaka ya haki imeainishwa vema katika ibara ya 30 ya katiba, kwamba tunao uhuru, tunao haki na tunayo uhuru na haki za kidemokrasia, lakini pia uhuru, haki na wajibu na mipaka yake imeainishwa kwenye ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kwa hiyo kuna wanaharakati wengi, pengine wenzangu, marafiki zangu wale, na mimi mwenyewe watu mbalimbali ambao wamekuwa wakizungumza. Kuna wakati tunaaminishana kwamba haki tu zipo, ni absolute right, lakini hazina wajibu wala hazina masharti. Haki zetu zipo, tunazi exercise kwa mujibu wa international conventions, additional protocols, lakini pia mikataba ya kitaifa na kikanda na treaties mbalimbali ambazo zipo za kitaifa, za kimataifa, kikanda, lakini pia ndani ya nchi yetu. Na haki zote duniani kuna haki, kuna uhuru, lakini pia unakuwa na mipaka na wajibu ambao unapaswa kutekeleza. Kwa hivyo hata sisi katika katiba yetu hayo yote yameelezwa. Hivyo msimamo wa kisheria nchini ni kwamba haki ya kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba, lakini utekelezaji wake unaambatana na wajibu na mipaka ya kisheria. Unaweza kuwekwa chini ya masharti ya sheria yanayolenga kulinda usalama, utulivu wa umma na haki za wengine. Ndio maana tunasema katika mazingira haya wapo watu ambao wanafanya kazi kwenye makundi mbalimbali. Kuna makundi ya wakulima, wavuvi, wafanyabiashara, kuna kundi la walimu, kuna kundi la kada ya watumishi wa umma, watumishi wasio wa umma, wawekezaji na kadhalika. Sasa wewe kundi lako moja linapokuja kwamba linataka kutumia haki za binadamu, lisiathiri wengine, kwa sababu unaweza ukafanya kazi ambayo ukajikuta wafanyabiashara wakapoteza rasilimali zao. Kuna watu wameingia hasara ya kubomolewa sehemu zao za biashara, maduka yamebomolewa, vituo vimechomwa moto, labda ni vituo vya umma, mali za umma, lakini pia watu binafsi, sheri na maeneo mbalimbali ambayo yameletwa. Hivyo hatua hizi hazilengi kuonea wala kupendelea mtu au kikundi, bali ni maslahi mapana ya ulinzi wa usalama wa kila mtu, mali zake na mali za umma. Asanteni kwa kunisikiliza na asanteni. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.